Wapendwa wasikilizaji na wafuatiliaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo Jumatano ya tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2026, juma la 4 la Kwaresma. Masomo ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 49 aya ya 8 hadi ya 15. Injili takatifu ni mwinjili Yohane sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 30. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili takatifu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 30. Yesu aliwajibu Wayahudi, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami natenda kazi. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa kuivunja tu Sabato, bali pamoja na hayo alimuita Mungu Baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Basi Yesu akajibu akawaambia, Amini, amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndivyo ayatendavyo mwana vile vile. Kwa kuwa Baba ampenda mwana, naye humwonyesha yote ayatendayo mwenyewe. Hata na kazi kubwa zaidi kuliko hizi humwonyesha, ili ninyi mpate kustaajabu. Maana kama Baba awafufuavyo wafu na kuwauisha, vivyo hivyo mwana huwauisha wale awatakao. Tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Asiyemheshimu mwana hamheshimu Baba aliyempeleka. Amini, amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini, amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale wasioisikia watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msitajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Mimi siwezi kufanya neno mwenyewe, kama nisikiavyo ndivyo nihukumuvyo, na hukumu yangu ni ya haki, kwa sababu siyatafuti mapenzi yangu mimi, bali mapenzi ya aliyenipeleka. Neno la Bwana. Tafakari. Ndugu zangu wapendwa, wazo kuu la tafakari yetu ni kutoka hukumu hadi uzima. Wapendwa katika Kristo, sehemu hii ya Injili inaonyesha kwa kina utambulisho wa Yesu Kristo, uhusiano wake wa pekee na Baba, mamlaka yake juu ya hukumu na uzima, pamoja na mwito wa kuamini. Maneno haya yanakuja baada ya Yesu kumponya mgonjwa siku ya Sabato
Rejea mwinjili Yohane sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 16. Jambo hili lilizua mabishano makubwa kati yake na Wayahudi. Kuanzia aya ya 17 hadi ya 30, Yesu anatoa ufafanuzi wa kina kuhusu utume wake na asili yake ya kimungu. Hapa anafunua wazi kwamba yeye si nabii wa kawaida, bali ni mwana wa Mungu aliye katika umoja wa kipekee na Baba. Ndugu zangu, Injili hii inatufundisha kwamba Yesu na Mungu ni wamoja katika kutenda kazi, kwa sababu Yesu anasema, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi. Rejea mwinjili Yohane sura ya 5 aya ya 17. Kauli hii inafunua fumbo la ndani kabisa la maisha ya Mungu, yaani Yesu si mtenda miujiza wa kawaida. Yeye ni mwana aliye katika umoja wa milele na Baba. Kazi yake ni kuponya na kuokoa na si kuvunja Sabato, bali ni mwendelezo wa kazi ya Baba ya kuokoa ulimwengu. Katika kipindi hiki cha Kwaresima tunakumbushwa kwamba Mungu bado anatenda kazi katika maisha yetu, anapogusa dhamiri zetu, anapotuita kwenye toba, anapotutia hamu ya sala na matendo ya huruma. Hiyo ni kazi yake ya ndani yetu. Swali la kujiuliza hapa ni kwamba, je, tunaruhusu Mungu aendelee kutenda kazi hiyo ya wokovu mioyoni mwetu? Wapendwa, Injili yetu pia inaendelea kutufunulia kwamba Yesu anatutoa mautini na kutuingiza uzimani, kwani yeye mwenyewe anasema, anayelisikia neno langu na kuniamini yeye aliyempeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Rejea mwinjili Yohane sura ya 5 aya 24. Wapendwa, tufahamu kuwa dhambi humweka mwanadamu katika hali ya kifo cha kiroho, lakini imani, toba na neema humvusha kutoka katika hukumu hadi uzima. Katika kipindi hiki cha Kwaresima tunaalikwa kupokea sakramenti ya kitubio. Ndugu zangu, kila tunapopokea sakramenti ya kitubio kwa unyenyekevu, tunafunga kwa nia safi, tunapotoa sadaka kwa upendo, tunaruhusu neema ituvushe kutoka mautini kuingia uzimani. Hivyo basi, Yesu ndiye chemchemi ya uzima huo. Ndani yake tunapata msamaha, upya na tumaini la ufufuo. Wapendwa, Injili hii inatukumbusha kwamba Baba amempa Mwana mamlaka ya kuhukumu. Rejea mwinjili Yohane sura ya 5 aya ya 22. Hili ni onyo na pia ni faraja. Ni onyo kwa sababu maisha yetu yana uzito wa milele na uchaguzi wetu una matokeo ya milele, lakini ni faraja kwa sababu hakimu wetu ni yule yule aliyekufa kwa ajili yetu. Katika Kwaresima hii kanisa linatukumbusha ukweli wa hukumu ili tusidharau neema, lakini pia linatukumbusha huruma ya Mungu ambaye hataki mwenye dhambi afe, bali atubu na kuishi. Hukumu ya Kristo inalenga kuokoa, si kuangamiza. Ndio maana leo tunatakiwa kuitikia sauti yake na tufungue mioyo yetu. Wapendwa, napenda kuhitimisha kwamba katika kipindi hiki cha Kwaresima ni wakati wa kuchagua na kujiuliza, je, tutabaki katika hali ya hukumu kwa kung'ang'ania dhambi zetu, au
tutachagua uzima kwa kumwamini Kristo na kutubu kwa dhati? Yesu bado anatuhitaji, anabisha hodi katika mioyo yetu. Anasema, sikiliza sauti yangu, amini na utaishi. Tusifanye mioyo yetu kuwa migumu, tuitikie mwaliko wa neema ambao ni kusali kwa bidii, tufanye toba ya kweli, tushiriki sakramenti kwa uchaji na tuishi katika matendo ya upendo. Hivyo tutapita kweli kutoka hukumu hadi uzima, na tayari hapa duniani tutaanza kuonja furaha ya uzima wa milele. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri John Joseph Makerere wa Jimbo Katoliki la Mpanda, ninayesoma mwaka wa 3 wa teolojia Kiparapara Seminari, Jimbo Kuu Katoliki Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.